Wameniokota kwenye mafuriko, nisema sina ndugu, sina mama, sina nyumba. Nashukuru sana watu wa Mungu. Nashukuru sana wapendwa. Nashukuru wa baba, wakina mama, wa bibi wote. Na wazee wangu pia. Nifikiri niko peke yangu. Nifikiri sina ndugu, sina nyumba. Kumbe mimi tajiri, nimekuwa tajiri leo, Kwenye kata hizi tuliahidi kila kata kujenga nyumba moja. Ambapo nyumba ya kwanza ni leo tuko hapa kata ya Uyole, tutajenga nyumba moja. Lakini pia kata ya Igawilo kutakuwa na nyumba moja. Lakini vile vile kata ya Itezi kutakuwa na nyumba moja. Kwa hiyo takribani nyumba 3 zitajengwa. Na mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust ametupa muda wa mwezi mmoja tu nyumba zote 3 ziwe zimekamilika. Kwa hiyo tutegemee mwezi wa 5 Dr. Tulia mwenyewe atakuja kukabidhi nyumba hizi, ambapo tutakuwa tunafikisha takribani nyumba 21 kujengwa ndani ya mkoa wa Mbeya, lakini pia nje ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu kwa mioyo yenu ya upendo. Nimesikia hapa viongozi wakisema ziko nyakati ambazo mlikuwa mnawasaidia ndugu zetu wanapokosa chakula. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba, tusishie hapo. Tuendelee kuwasaidia ndugu zetu kwa kupatia mahitaji muhimu pindi wanapokuwa wanapata changamoto ya kukosa. Lakini vile vile endelee kusisitiza tuendelee kupendana, tuendelee kushirikiana, kwa maana huo ndio msingi mzuri wa maendeleo ndani ya jamii zetu. Nashukuru sana kwa kunisaidia Tulia Nyakiosa Kalonki. Nakushukuru kweli, naitwa Efa Frenki Chungu. Nimejenga na kuni, nimebeba mikaa. Musa kanisaidia nikajenga nyumba, nikafyata matofali mimi mwenyewe. Mwishoni kweli ndio juzi hapa nimeingiliwa na jambazi kwa ajili ya kusema nakaa peke yangu. Ndio hivyo nimeogota makopo hapa, amenisukuma nimeanza mwezi wa 7 kuogota makopo, ndio kisha ambapo nimefikia mpaka saa hizi. Ndio yamenilea mpaka saa hizi. Nawashukuru wote kwa kunisaidia kujenga nyumba. Wadogo zangu wawili wenyewe waliisha njiani. Changamoto ndogo za michango shuleni akawa natoroka hivyo. Kwa waliisha njiani. Wanaosoma ni wawili, ambaye mmoja yuko la 5, mmoja yuko la 2. Maisha yetu ni magumu kama inavyoonekana. Mama ndo anayetutafutia, naye mama hana kazi ya kudumu. Ni mtu anayehangaika na vibarua, atafute ndo tule. Asipopata, japokuwa anatupambania sana, hajai kutuacha tukae na njaa. Kwa anaweza kapambana na vibarua hivyo, akatutafutia au kwa fundo atuletee tule. Yupo hospitalini, lakini vile watu wanaoenda kumuona wanampatia hela kidogo hivi, kama mimi ninavyoenda kila siku msalimia ndio wao wananipatia na kuja kuendesha maisha ya dogo zangu. Maisha magumu leo kwa kishu mama. Kwanza nilimwona mimi akiokota makopo kwenye madampo. Anaokota makopo ili apate kuuza, apate kula. Alafu pili alikuja kubakwa na vijana. Alipobakwa na vijana, nashukuru sana kama mwenyekiti wangu ambaye ni Joseph Ndambo ndiye aliyefanya kazi ya kumuguza huyu mama pamoja na wananchi wote wa mtaa wa Mwanyanje. Tunasema Tulia Ackson, Mungu ambariki sana kwa ujenzi, kwa msaada huu aliotoa. Msikome kwa hapa, hata kwa wengine wenye uhitaji kama wa mama huyu muweze kujitoa. Tunamshukuru sana kwa msaada wenu.